na Mungu, na tuliona ya kwamba alichaguliwa kati ya wale ndugu zake, na hawa ndugu zake ndio walikuwa wakubwa, lakini Mungu hakuangalia ukubwa wala unene wala ujuzi na mambo kama yale. Ingawa yote yale ni mazuri, lakini aliona ya kwamba atamchagua Daudi, na ili Daudi aweze kuendelea. Tumesoma hapa ya kwamba Mungu alimpaka mafuta yake matakatifu. Kwa hivyo ili Daudi aweze kuendelea katika uongozi, alipokea anointing, alipokea upako. Na kwa hivyo hata wakati alipokuwa anamuua Goliathi, ilikuwa ni kazi rahisi sana kwake, licha ya kuwa alikuwa mtu mdogo, lakini kwa sababu ya upako aliweza kufanya kazi ile ambayo tunasema jambo la kwanza katika matokeo yale ya upako ni kuwa mtu anakuwa na nguvu za kiungu, ile ambayo tunaita supernatural. Na kwa hivyo unakuta ya kwamba maisha ya huyu mtu anaweza kufanya mambo ambayo watu wa kawaida hawawezi kufanya, na kwa hivyo aliweza kumuua Goliathi, aliweza kung'ang'ana naye, na baadaye alihitaji tu jiwe moja na yule adui wake akaweza kuaga. Kwa hivyo tokeo moja ama matokeo unapoendelea kuangalia ni kwamba mtu anakuwa na ile nguvu isiyo ya kawaida, ndio tunaita nguvu ya kiungu, na anaweza kufanya kazi muhimu. Na jambo kama hilo lilitendeka wakati ule Daudi alipopokea upako. Na jambo la pili, matokeo ya pili ya yule mtu ambaye ana upako, anainuliwa juu yani anainuliwa juu. Na hapa tuisoma katika hiyo sehemu ya mstari wa 19, ukirudi pale katika sehemu ile tunaweza kuita C yake, tunaona ya kwamba, ama turudie yote, inasema, ndipo ulipowaambia watakatifu wako kwa jozi, ukasema, nimempa aliye hodari msaada, nimemtukuza aliyechaguliwa miongoni mwa watu. Kwa hivyo Daudi alipochaguliwa, tunaona ya kwamba aliinuliwa juu, alitukuzwa. Na kwa hivyo anointing ama upako unafanya mtu ainuliwe katikati ya wale wengine, watu wengine, unakuta ya kwamba ameweza kuinuliwa. Jambo la tatu ama matokeo ya tatu ni yule Daudi, tunaelezwa ya kwamba aliweza kudhibitika. Kwa hivyo tunaona ya kwamba aliweza kudhibitika, na hivyo ni kumaanisha ya kwamba sasa angefaulu kabisa katika ile huduma ama katika uongozi wa kuongoza wana wa Israeli. Na bila shaka, licha ya kuwa alikuwa na miaka michache, sasa Mungu alimfanya imara ili ya kwamba aweze kuendelea. Na hiyo tunaona katika ule mstari wa 21, nasema ambaye mkono wangu utakuwa thabiti kwake. Kwa hivyo atadhibitika na aweze kuendelea na ile huduma ama ile kazi aliyoitiwa. Jambo la 4 ama tokeo la 4, kwa yule mtu ambaye ameweza kupokea upako,
anaweza kupokea nguvu, ama nguvu inaachiliwa juu ya maisha yake, nguvu ambayo si nguvu ya kawaida. Na tunaona mtu kama Samsoni vile alipokea nguvu zisizo za kawaida, na kuna siku moja aliweza kuwaua watu 1,000 na aliweza kuwaua Wafilisti 1,000, na hakuwa na silaha kama bunduki wala mshale, lakini alitumia mkono wake, akachukua taya ya punda na akaweza kuwagonga kuua wale jeshi wa Filisti 1,000. Kwa hivyo mtu anapokuwa na upako anapokea nguvu ili kumwezesha kuendelea kufanya kazi ya huduma, na jambo hilo ni nzuri sana. Jambo la 5, tokeo kwa mtu ambaye ameweza kupokea na hiyo ya nguvu. Tunaona katika hiyo mstari wa 21 inamalizia kusema, tunasoma katika Zaburi 88, Psalms 18. Sasa verse 21 tunaona verse 21 ikimalizia inasema, na mkono wangu utamtia nguvu. Kwa hivyo alitiwa nguvu na Mungu, na kupitia kwa ule upako aliyopokea, na basi akaendelea ama akaenda na ile nguvu. Mstari wa 22 mahali pale tutarudi mstari wa 22, lakini kwanza tuone katika Mathayo 23 na mstari wa 24. Matthew chapter 23 verse 24. Viongozi vipofu wenye kuchunja mbu na kumeza ngamia. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe wala chano, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Hapa kile ambacho ningependa kusema ni kwamba mtu akiwa na upako anazuiwa na ile hali ya udanganyifu ama kudanganywa. Yesu akiwa na upako aliweza kuwafahamu wale Wafilisti, yani wale Mafarisayo ambayo walikuwa ni wanafiki. Walikuja kwa Yesu wakiwa na hali ya juu ya ule unafiki, na walitaka kumjaribu Yesu kila wakati. Lakini Yesu, kwa sababu alikuwa na upako, kama vile tuliona alipokuwa anaanza huduma, kwanza aliweza kupokea upako na maisha yake yakabadilika, na kwa hivyo hangeweza kudanganywa, hangewezwa na wale Mafarisayo waliomjaribu kila wakati. Matokeo mengine ni kwamba tunaweza kumshinda shetani kwa sababu ya upako. Hapo ndipo nitaka tuone katika hiyo Zaburi, kirudi katika ile Zaburi 89 mstari wa 22. Adui hata muonea, wala mwana wa uovu hata mtesa. Kwa hivyo Daudi aliahidiwa ya kwamba yeye hataweza kushindwa
na adui. Na kwa hivyo mtu akisha pokea upako, unakuta ya kwamba yeye anamshinda hata adui, anamshinda shetani, na maisha yake yanakuwa ni maisha ya ushindi. Mstari wa 23 wa hiyo Zaburi, bali nitawaponda watesi wake mbele yake, nitawapiga wanaomchukia. Hili ni jambo lingine ya kwamba Mungu ataangamiza maadui za watu, ama adui za yule mtu aliye na upako. Hata kama hujapiga wale watu, kwa sababu ya upako, Mungu atapigana na adui zako. Kwa hivyo tunapopokea upako kutoka kwa Mungu, unakuta ya kwamba Mungu anatulinda tokana na adui. Mungu anapigana na adui zetu na watesi wetu, na hivyo tunahitaji kupokea ule upako. Tokeo ya 8 kwa yule mtu aliye na upako, anakuwa na ile hali ya kupenda, na anapenda watu, na kuwa na ukarimu kutoka kwa Mungu, na kwa hivyo anawezeshwa kutenda mambo yaliyo mazuri. Katika mstari wa 24 tunapoendelea, inasema hivi, hiyo 24 ya hiyo Zaburi, kama imekwama, tunaona ya kwamba kwa ajili ya upako, unakuta ya kwamba yule mtu, Fadhali Zaburi 89 na mstari wa 24, uaminifu wangu na fadhili zangu atakuwa nazo, na kwa jina langu pembe yake itatukuka. Pia tunaona ya kwamba huyu mtu wa Mungu aliye na upako kama vile Daudi, maana hapa tunaendelea kuona mfano wa Daudi, tunaona ya kwamba hata pembe yake iliweza kuinuliwa. Na kwa hivyo hivi ndivyo Mungu anasema kwa ajili ya watu walio na pembe inasimamia mamlaka, na hivyo Mungu alitaka kumwandaa, kwa sababu alitaka kumwonyesha ya kwamba yeye atakuwa kiongozi, asiogope, atakuwa mfalme wa Israeli, na Mungu atainua pembe yake. Na kwa hivyo Mungu alikuwa anamwandaa. Hivi ndivyo Mungu hufanya kwa watumishi wake, kwa watu wake, anainua pembe zao, na kwa hivyo wanakuwa na mamlaka, na wanaweza kutumia mamlaka yale kuendelea na maisha yao. Jambo la 10 ni kwamba matokeo inayoonyesha ya kwamba huyu mtu ana upako kutoka kwa Mungu, ni kwamba maisha yake yanapanuka. Nakuta ya kwamba mtu akiwa na upako, yeye hakai mahali tu pamoja, ila unakuta ya kwamba anaendelea akipanuka, iwe ni maisha ya kiroho, iwe ni maisha ya kawaida. Unakuta kuna maendeleo ya huyu mtu aliyekuwa na ambaye ana upako. Kwa hivyo mtu akishapokea anointing, ye hafifii, hakai mahali pamoja na kuendelea akififia na kufilisika
na kwenda chini, bali ana expand, anaendelea akipanuka, anapanuliwa mipaka yake na kuendelea mbele katika maisha yake. Na jambo la 11, buka tumesema kuna mambo kama 15 au tunataja, halafu tuingie katika hatua nyingine. Na hizi tulisema ni hatua za anointing. Hizi sasa tunashughulikia hatua za upako, ili mtu aweze kufikia upako na kudumisha ule upako na kuendelea katika jina la Yesu. Mtu akiwa na upako pia anakuwa na nguvu ile ya kudumisha uhusiano wake na Mungu. Kwa hivyo the more mtu anakuwa anointed, ana develop a powerful relationship with God, ama anaweza kuwa na ile nguvu ya kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Manake hivi ndivyo inatusaidia sana, jinsi mtu anavyoongezeka kuwa na upako, uhusiano wake na Mungu unaendelea kupanuka. Na tumewahi kuona watumishi wa Mungu wengi ambao waliweza kuwa na uhusiano mzuri na Mungu, na Mungu akawatumia kwa njia kubwa, na hata leo ni hivyo hivyo. Pia matokeo mengine, jinsi mtu anavyokuwa na upako katika maisha yake, unakuta ya kwamba tukisoma katika mstari wa 27, bado hatujatoka katika hiyo Zaburi, nami nitamjalia kuwa mzaliwa wangu wa kwanza kuwa juu sana kuliko wafalme wa dunia. Na kwa hivyo tunaona jambo lingine ni kwamba huyu anajaliwa kuwa mzaliwa wa kwanza. Hii ni kumaanisha ya kwamba anafanywa kuwa, yani Mungu anakupa katika sehemu ya kwanza. Si lazima uwe kwenu mzaliwa wa kwanza, lakini Mungu anakupa kipao mbele, ama anakuweka kana kwamba wewe ni mzaliwa wa kwanza. Kama vile tunaona maisha ya Yesu aliweza kuitwa mzaliwa wa kwanza, na kwa hivyo wazaliwa wa kwanza katika Israeli ni watu waliokuwa wa muhimu sana, na waliweza kupokea urithi maradufu na mambo kama hayo. Kwa hivyo mtu akisha kuwa na anointing, kama vile tuliona jana, Elisha aliomba kuwa na upako maradufu, ni kwamba aliketi katika sehemu ya mzaliwa wa kwanza. Na kwa hivyo anointing inafanya mtu kuwa anaheshimika kwa njia hiyo, na hiyo ni matokeo ya upako. Pia upako unasaidia mtu kuwa na ile agano na Mungu. Mtu akishapokea upako, basi anaingia katika maagano na Mungu. Na Mungu kuna mambo ambayo wanaweza kuelezana, na katika mstari wa 28 unakuta huyu Daudi, Biblia inasema ya kwamba hata milele nitamwekea fadhili zangu, na agano langu litafanyika amini kwake. Kwa hivyo Mungu anaweka agano kwa ajili ya huyu mtumishi wake. Na kwa hivyo nasi pia tukishapokea upako, unakuta ya kwamba itakuwa ni vizuri. Tumai ya kwamba
Sasa tunaenda jambo la 14 ni kwamba katika mstari wa 29 anasema hivi 29, wazao wake nao nitawadumisha milele, kiti chake cha enzi kama siku za mbingu. Nakuta ya kwamba upako unaguza, unafikia hata uzao wa mtu. Watoto wa mtu wanaweza kubarikiwa kwa ajili ya yule ambaye ni mtiwa mafuta wa Mungu. Na kwa hivyo ni vema kuwa na upako, na kwa sababu tulisema upako unavujavuja nila zote, na kwa hivyo unasaidia hata uzao wa mtu katika maisha yake. Na kwa hivyo unajua ya kwamba shetani huweza kuwazuia watu wasipokee upako katika maisha yao, lakini ni vema kuwa na upako katika maisha yako. Wale watu ambao hawana upako wanaishi tu watu wa kawaida, na maisha yao haisongi, hawaendelei, hawabadiliki. Lakini tukishapokea upako katika maisha yetu, sharti maisha yetu, familia zetu itaweza kubadilika. La mwisho, tokeo la mwisho ambalo linaonekana katika hiyo Zaburi, tusome sasa mstari wa 36 hadi 37, 36 and 39. Nasema, wazao wake watadumu milele, na kiti chake kitakuwa kama jua mbele zangu. Kitadhibitika milele kama mwezi, shahidi aliye mbinguni mwaminifu. Kwa hivyo tokeo la mwisho ni kwamba kile ambacho Mungu ataweka kwetu kitadumu. Manake kuna mambo mengine huonekana, kuna kazi zingine huanzishwa, lakini unakuta ya kwamba hazidumu. Lakini kile Mungu ameanzisha, kama ni kanisa, unakuta lile kanisa litadumu, litaendelea, kwa sababu ni Mungu ambaye ako ndani ya jambo hili. Tena kama ni huduma nyingine yoyote ile, iwe ni maombezi, iwe ni uimbaji, unakuta yule mtu anaendelea akichochea ile kipawa Mungu ameweka ndani yake. Iwe ni kuhubiri, unakuta yule mtu anaendelea akiota, akiendelea kuinuka, na lile jambo linadumu, na kwa hivyo halitakaa kwa muda kidogo. Kuna watu wamekuwa waimbaji, lakini inafika mahali wanakoma kuwa waimbaji kabisa, wanachukia kile kipawa na wanabadilika. Lakini mtu aliye na upako anatamani kuendelea zaidi na zaidi, kwa sababu kuna anointing ambaye inampush, inamsukuma ili kuendelea kufanya kazi ya Mungu katika jina la Yesu. Kuna hatua zingine ambazo tunaweza kuangalia, mfano wa Yesu akienda pale kubatizwa na Yohana. Kuna mambo tunaweza kujifunza pale juu ya upako, na tuone ni mambo gani yaliyotendeka katika mto wa Yordani, mahali Yohana Mbatizaji alikuwa anabatiza. Katika Mathayo 3 na mstari wa 13, tusome pale na alafu tuone katika kitabu hicho hatua kadhaa kama 7 hivi
ambazo Yesu aliweza kukanyanga hatua hizi, na kuna kitu tunaweza kuona kuhusiana na anointing ama upako. Mathayo 3 na mstari wa 13, Biblia inasema hivi: wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. 16. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Tazama, mbingu zikamfunukia, akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Tazama, sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Hata tukikomea hapo, tunaona katika ule mto wa Yordani mahali Yohana alibatiza, yule Yohana Mbatizaji, Yesu alikuja mpaka mahali pale, na alipokuja sasa akaingia kwa maji akitaka abatizwe kama wale watu wengine na huyu Yohana. Lakini Yohana alikataa. Alimwambia, hapana, haiwezekani, maana mimi naja kwako unibatize, lakini nawe pia waja kwangu. Sasa Yesu tunaona ya kwamba alimwendea Yohana. Wakati mwingine anointing inahitaji mtu mwingine akusaidie ili kupata upako. Najua tulisema upako unatoka kwa Mungu, lakini wakati mwingine tunahitaji watumishi wa Mungu ili tuweze kupokea kile ambacho tunahitaji kupokea. Kwa hivyo Yesu alikuwa mfano mzuri akimwendea Yohana. Na Yesu akiwa Mungu angeenda kwa ule mto ajitupukize pale, na amaanishe ya kwamba tayari ameshabatizwa na mambo kama hayo. Jambo la pili, inahitaji kule kutii mtumishi wa Mungu anavyo kueleza. Kwa hivyo huyu Yesu pia tunaona akitii kulingana na vile watu wale wengine walivyokuwa wanafanya, naye akielezwa na Yohana vile atakavyofanya, alifanya vivyo hivyo. Na hatua ya tatu tunaona ya kwamba alinyenyekea, ama ile ni hali ya kunyenyekea katika ufalme. Ufalme huu unahitaji watu watakao nyenyekea. Hizi ni hatua za upako. Kama unahitaji upako, wakati mwingine itakubidi kumwendea mtumishi wa Mungu ili ya kwamba uweze kupokezwa ama kuombewa na uweze kupokea upako. Unahitaji kutii yale anaokueleza kufanya. Unahitaji kunyenyekea. Hizi ni hatua ambazo Yesu mwenyewe alitufundisha. Na tena usikubali kuzuiwa na watu. Hiyo ni hatua ya 4. Maana kama Yesu angekubali yale aliyoambiwa na Yohana, hagetimiza mapenzi ya Mungu. Maana Yohana alikuwa anamzuia na anamwambia ya kwamba
haiwezekani, nikubatize na haifai kabisa. Lakini Yesu akasisitiza, kwa sababu alijua ni mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo usikubali watu wakuzuie kupokea upako, maana nimekuambia shetani anapigana sana na upako. Na kwa hivyo kama ni yeye angeulizwa, ni kama hangependa watu wapokee upako, maana anaumia sana watu wakiwa na upako na jinsi ambavyo wanafanya mambo. Na tuliona ya kwamba upako unarahisisha mambo ambayo haingewezekana rahisi. Unakuta ya kwamba upako unasaidia na mambo inawezekana. Tunaona Elia alipokuwa na upako aliomba ili moto ushuke kutoka mbinguni, na huku kawia ulitoka tu mbinguni ukaja na ukachoma ile dhabihu. Na kwa hivyo upako unafanya mambo yawe rahisi na mambo yanatendeka. Hatua ya 5 ni tunaona ya kwamba ni ile hali ya tunasema ni ile hali ya kukamilisha yale mambo yote yaliyokuwa yamewekwa ya haki, ama zile hatua zote, complete all necessary formalities and fulfill all righteousness. Ni ile hali ya kutimiza mambo muhimu yaliyokuwa yamewekwa, na ili kutimiza mambo yote ya haki vile Mungu alivyokuwa amepanga. Na ukisha kamilisha hayo, basi unakuta lazima upako uachiliwe juu ya maisha yako. Kwa hivyo kuna hatua ambazo lazima utimize ili Mungu naye aachilie upako katika maisha yako. La 6, lazima ujue timing ya Mungu. Yesu time wakati wa Mungu, alifanya ile timing ya Mungu, na alipobatizwa tu kuna hua iliyokuja juu yake, na sauti ikatoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu, ni vema muweze kumtii. Kwa hivyo kwa sababu alijua tu sasa huu ndio wakati wa Mungu niweze kubatizwa, niweze kumkuta Yohana na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni vizuri hata sisi tuelewe nyakati za Mungu, na ili Mungu aachilie upako juu ya maisha yetu, na tusije tukachelewa na kutimiza mapenzi ya Mungu. Hatua ya 7, tunapojifunza na mambo haya yote Yesu hatua ambazo alikanyanga, usome katika Luka 3 na mstari wa 21. Biblia inasema hivi: ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa, na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka. Kwa hivyo hatua nyingine ambayo tunaona inahitajika baada ya kufanya yale mengine yote, kutimiza mapenzi ya Mungu, kunyenyekea, kutii na yale ambayo tumeangalia, tunaona ya kwamba maombi pia
yalihitajika, na Yesu aliomba na aliishi maisha ya maombi, na kwa hivyo tunaona ya kwamba mbingu ziliweza kufunuka kwa ajili ya yale maombi, na hivyo unakuta ya kwamba upako ukaweza kumfikia kila mara, na aliomba ndani ya Roho wakati wote ambapo alikuwa anaomba. Kwa hivyo haya ni hatua 7 ambazo tumeona ziliweza kufanyika katika mto wa Yordani. Kuna hatua zingine ambazo Yesu aliweza kupitia ama kutuonyesha pia, ikiwa ni dalili zingine wakati alikuwa jangwani, wakati alikuwa amefunga na kuomba. Kuna hatua zingine ambazo ni hatua za anointing ambazo tunaweza kuangalia. Hatua ya kwanza katika Mathayo 4 na mstari wa 1. Sasa haya ni mambo mengine tunaweza kujifunza na Yesu wakati alikuwa amepelekwa jangwani ili kufunga na kuomba. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Kwa ajili ya upako tunaona ya kwamba aliweza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Watu waliye na anointing wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo huyu mtu hafanyi tu mambo na fikira zake, ila anaongozwa na Roho Mtakatifu. Na tunaona kuna wakati mmoja Paulo alikuwa akienda walipokuwa katika kazi ya kimisheni. Kuna sehemu ambazo walitaka kuingia ili kuwafikia watu na kuwahubiria, lakini tunakuta ya kwamba Roho Mtakatifu aliwakanya ya kwamba wasiingie katika sehemu hizo. Na kwa hivyo lakini kuna mahali pengine ambapo waliweza kuelekezwa ili waweze kuendelea kuhubiri katika maeneo hayo. Kwa hivyo tunakuta ya kwamba mtu akiwa na upako tunakuta ya kwamba ana sehemu ambazo anaelekezwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo siku ilipofika ya kwamba Yesu aweze kutaka kuangalia mahali pale katika Matendo ya Mitume 16 na mstari wa 10, ama tuanzie mstari wa 9. Ile inasema, Paulo akatokewa na maono usiku. Alimuona mtu wa Makedonia amesimama akimsihi na kumwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Hebu turudi pale nyuma, tuanzie mstari wa 6. Wakapita katika nchi ya Frigia na Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasihubiri lile neno katika Asia. Walipofika kukabili Misia, kumbuka tunasoma katika in the book of Acts chapter 16, chapter 16 tumeanzia verse 6, sasa tuko verse 7. Walipofika kukubali Misia, wakajaribu kuenda
Bithinia, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Kwa hivyo hata ukiwa na anointing ya hali ya juu, inategemea Roho Mtakatifu akuongoze, na si kila mahali unaweza kufanya. Hata kama kuhubiri ni kuzuri, lakini Mungu aliwakataza kina Paulo wasihubiri huko Asia. Na tena tumeona katika ule mstari wa 7 pia walipotaka kwenda Bithinia kuhubiri huko, pia Roho Mtakatifu akaweza kuwakataza, hakuwapa ruhusa. Na basi ilibidi ya kwamba wangoje wataelekezwa wapi. Hapa ndipo tunaona soma katika mstari wa 8, akapita Misia akateremkia Troa. Paulo akatokewa na maono usiku. Sasa walipolala usiku, Paulo akatokewa na maono. Alimuona mtu wa Makedonia amesimama akimsihi na kumwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Kumbuka sasa hiyo ni kwa maono. Na basi mstari wa 10, basi alipokwisha kuyaona yale maono, mara tukataka kutoka kwenda Makedonia, kwa kuwa tuliona hakika ya kwamba Mungu ametuita tuwahubiri habari njema. Basi tukang'oa nanga kutoka Troa, tukafika Samothrake kwa tanga moja, na siku ya pili tukafika Neapoli. Okay, kwa ufupi, Paulo waliweza kwenda huko Makedonia, maana aliona sasa tumekatazwa sehemu ya kwanza, tumekatazwa sehemu ya pili. Pengine kama wangehubiri huko, wangekufia huko, wangeuawa huko, lakini Roho wa Bwana akaona hapana, sasa muda wenu wa kufa haujafika, na kuna watu ambao nataka muwahubirie. Mtu akiwa na upako anaongozwa na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anaweza kukuongoza uombe, akwambie sasa ni wakati wa kufunga na kuomba, na unapata ile himizo ya kwamba sasa ni wakati ule. Na Yesu alisukumwa vile vile na akaweza kufanya ama kuomba kwa siku 40 usiku na mchana. Tunajua hivi ndivyo yalivyotendeka. Na si kuongozwa tu kwa Roho, ama si kuongozwa tu na Roho, bali Yesu aliongozwa na Roho huko kwenda huko nyikani. Kwa hivyo hii ni hatua ya pili. Lazima specifically Roho achague ni mahali gani utaenda, na basi akichagua sasa uende mahali pale. Na kwa hivyo tunaona Mungu anafanya chaguo, achague ni wapi pale utakapoenda, na kwa hivyo ni vema kujua mambo yale. Pia nasi tunahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tunahitaji tujue ni maeneo gani ambayo angependa tuweze kwenda, na kuanzia pale taweza kuendelea kesho panapo majaliwa ya Mungu, na ili tuweze kuona hatua hizo zingine tunapojifunza katika hiyo jangwani. Yesu alipelekwa, ni mambo gani tunaweza kujifunza nayo, na ili tupige hatua hizo zote za kupokea upako, na ili upako ule utasaidia kujua mapenzi ya Mungu, kuyatimiza mapenzi ya Mungu, kukaa katika mapenzi yale, na kuendelea tukiweza kupanuka katika maisha yetu,
na mambo mengine yote ambayo tumeweza kuzungumzia usiku wa leo. Upako ni wa muhimu sana katika maisha ya watu wa Mungu, na kama kuna kitu shetani anaogopa ni watu walio na upako, maana anajua ya kwamba hawezi kuwashinda kamwe, hawezi kustahimili kupambana nao. Na kwa hivyo ni vizuri kuelewa na kujua hayo, ya kwamba Mungu wetu akitujalia neema yake nyakati hizi za mwisho, atupake na upako wake, basi tutaweza kuyashinda mambo mengi na tutaweza kuendelea mbele tukipokea nguvu katika Bwana, katika jina la Yesu Kristo, na kwa ajili ya utukufu wa Mungu wetu. Basi mambo hayo yanawezekana. Usiku wa leo, kama kuna mtu aliye na swali, maana tunaendelea na somo la upako ama anointing, ni vizuri ukipata maswali aweza kuyajibu kwa kadri la vile ambavyo Mungu atasaidia. Lakini umekuwa wewe ni mtu wa maana sana, tumeandamana usiku wa leo. Ubarikiwe sana kwa kuchagua kukaa nasi ili tuweze kuangalia. Naamini ya kwamba neno hili limekuwa la msaada kwako usiku wa leo. Tunapoenda kuomba, tunaomba Mungu atujalie neema yake, tuwe na upako, na ili hata maadui wetu washindwe katika jina la Kristo Yesu, tuweze kuendelea kulingana na vile Mungu angependa tuende na tukae katika maisha yetu. Kumbuka tena tulianza kuona maisha ya Daudi, vile alivyokuwa mtoto mchanga ama kijana mdogo, na Mungu alimchagua akampaka na upako wake ili aweze kuliongoza taifa la Israeli, na aliweza kuwaongoza vizuri hata kuliko Sauli na hata kuliko wengine. Na baadaye tunaona vile alivyoandika zaburi nyingi ambazo sisi husoma. Alitoa hata mali yake kwa ajili ya kujengea Mungu hekalu, na kwa hivyo Daudi anatajwa kila wakati, na tunaona kazi ambayo alifanya kwa ajili ya upako. Hata nasi tunaenda mbali katika jina la Yesu. Na kwa hivyo tutaomba, niliongeza yale tukiangalia kama kuna swali, na ili tupate kuendelea tukimalizia katika jina la Yesu. Na tuombe. Mungu wetu na Baba wetu, kwa jina takatifu la Yesu Kristo, usiku wa leo ni usiku mwingine wa baraka. Umetuwezesha Mungu wa rehema kuendelea kulitafakari neno lako, Mungu wa ajabu, husiana na upako. Kuna watumishi wako wengi ambaye uliweza kuachilia upako juu yao. Mungu wa rehema, ulitueleza upako ni mara mbili ama ni kwa njia mbili. Tunaweza kupakwa mafuta juu, na pia tunaweza kupakwa huku ndani, na ili Mungu wa rehema tuwe na nguvu za kutoka ndani katika jina la Kristo Yesu, na ili tutekeleze na tufanye mambo mengi tunaostahili kuyatekeleza katika jina la Kristo Yesu. Tusaidie tuwe na upako nyakati za mwisho, ili ya kwamba tuweze kuushinda ulimwengu kwa ajili ya anointing ambayo tutakuwa nayo. Yesu aliweza kukubana na watu wengi walikuwa wanafiki kama Mafarisayo na wengine, lakini kwa sababu ya upako alifahamu njia zao, aliona mioyo yao, aliona jinsi ambavyo walikuwa wadanganyifu, walikuwa na hila, walivyokuwa na ubishi mwingi, lakini aliona hayo yote kwa ajili ya upako uliompaka nao. Tunahitaji upako ule nyakati za mwisho, utusaidie ili tuweze kuepukana na majaribu yote kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Uinuliwe na hata uhimidiwe usiku wa leo. Tubariki, achilia neema yako juu yetu, na hata utulinde kutokana na maovu yote. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo tunaomba hata tunakushukuru. Amen. Amen. Barikiweni sana usiku wa leo, na muwe na usiku wa baraka.
hadi siku ya kesho, panapo majaliwa ya Mungu. Mungu awabariki sana. Amen.